Yesu asifiwe sana, ndugu yangu msikilizaji na mtazamaji wa Sibuka TV pamoja na radio. Ni mimi ndugu yako tena, Mchungaji Daktari Livingstone Dennis, ambaye asubuhi ya leo Bwana amenipa neema tena ya kuzungumza na wewe kupitia Sibuka TV pamoja na radio. Mungu akubariki sana kwa katikati kusikiliza, na niko tayari kusema nawe, na Roho Mtakatifu naamini yuko kazini kutuhudumia mimi na wewe kwa ajili ya ujumbe huu utakao kutia nguvu na kukutia moyo asubuhi ya leo unapokuwa unakwenda kazini au katika shughuli za mchana kutwa wa leo. Mungu akubariki sana. Naomba sasa niombe kwa ajili ya maneno ya Mungu. Baba mtakatifu, Mungu mwenye nguvu nyingi na uweza mkuu na mamlaka makuu mno, wewe ndiye Mungu ambaye umeniamsha salama pamoja na ndugu huyu ambaye sasa anasikiliza. Naomba Mungu ukaseme naye, ukaseme nami pia, na neema yako itufunike wakati huu. Asante kwa ndugu zetu ambao wamesababisha tuwe hewani. Wabariki sana watendakazi wote wa Sibuka TV, na neema yako ikawe pamoja nao katika jina takatifu lenye nguvu la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Kichwa cha somo langu la asubuhi leo ni kwamba ile laana ambayo ulipata, ulitokea au litamkwa juu yako, Yesu Kristo anaichukua. Yesu Kristo ameichukua ile laana ambayo ulitamkiwa au uliirithi kutoka kwa ndugu, kutoka kwa ukoo, kutoka kwa jamii, au mtu mwingine aliamua kukurushia laana fulani. Sasa Yesu Kristo alichukua laana hiyo pale msalabani. Katika kitabu cha Wagalatia sura ile ya 3 mstari wa 13 na wa 14, maandiko yanasema, Kristo alitukomboa katika laana ya torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu aliyeangikwa juu ya mti, ili kwamba baraka ya Ibrahimu iwafikie mataifa katika Yesu Kristo, tupate kupokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani. Nirudie tena, maandiko yanasema Kristo alitukomboa katika laana ya torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu au kwa ajili yako. Maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu aangikwae juu ya mti, ili kwamba baraka ya Ibrahimu iwafikie mataifa katika Kristo Yesu, tupate kupokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani. Mtazamaji wangu na msikilizaji wangu, Yesu alifanya mambo mengi sana alipokuja kutoka mbinguni, kwa sababu yeye alikuja kwa kusudi kamili. Hakuzaliwa tu kama tulivyozaliwa sisi, na maandiko mengine yanasema kwamba hakuzaliwa kwa mapenzi ya mtu wala kwa mapenzi ya mwili, lakini katika Mungu mwenyewe aliamua kumtoa Yesu Kristo kuja ulimwenguni kwa sababu ya hali ambayo Mungu aliona kwa mwanadamu. Kwa mwanadamu, maana yake mimi na wewe. Aliona jinsi ambavyo tumepitia katika mambo mengi mazito, maisha magumu, maonezi ya shetani, vita tulivyokuwa navyo. Sasa Mungu akaamua kumtuma Yesu aje. Sasa Yesu alikuja akashughulika na mambo mengi kwa mwanadamu. Kwanza alikuja kushughulikia dhambi ya mtu. Maandiko yanasema kwamba yeye Kristo Yesu alizitwaa dhambi zetu juu ya mti. Kwa hiyo alikuja kushughulikia dhambi za mwanadamu.
kushughulikia dhambi, kwa maana ya kwamba kwanza kumfanya mwanadamu aweze kuondokana na utumwa wa dhambi, kwa sababu dhambi ni utumwa. Shetani aliamua kushuka na kushughulika na dhambi za mtu. Kwa hiyo mwanadamu anapofanya dhambi ni kwamba kuna nguvu ya dhambi inayomtesa. Ni utumwa, dhambi ni utumwa. Sasa Yesu alikuja kushughulikia hiyo dhambi ya mwanadamu, kwanza kumtoa mtu katika vifungo vya dhambi. Ndio maana Yesu alisema mwana akiweka huru mtakuwa huru kweli kweli. Katika kitabu cha Yohana ile sura ya 8 mstari ule kuanzia mstari ya 30 na kitu kule 34, Yesu anasema kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi, lakini mwana akikuweka huru utakuwa huru kweli kweli. Kwa alikuja kushughulikia dhambi za mwanadamu, lakini pia Yesu alikuja kushughulikia magonjwa ya mwanadamu. Na Biblia inasema kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Katika kitabu cha Isaya sura ya 53 anasema hakika ameyachukua masikitiko yetu na amejitwika huzuni zetu, kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kwa alikuja kushughulikia pia magonjwa ya mwanadamu. Kama una mateso yoyote, una tabu yoyote ya magonjwa, Yesu alikuja kushughulikia na bila mpaka. Si kwamba yeye ana mpaka katika hali hiyo, lakini ugonjwa wa aina yoyote, tabu ya aina yoyote ya mwanadamu kuhusiana na magonjwa, Yesu alikuja kushughulika. Tukiamini tunapokea uponyaji. Ukiamini juu ya kupokea uponyaji kwa Yesu, unakwenda kupokea uponyaji. Hata kama una kansa, hata kama ni sickle, hata kama una ugonjwa unatisha, wanadamu wamesema ya kwamba huwezi kupona, lakini Yesu alisema njooni kwangu ninyi nyote msumbukao, wenye kulemewa na mizigo. Mmoja wapo ni mizigo ya magonjwa. Yesu anaponya na anakuweka huru kabisa kutoka katika magonjwa. Na maandiko mengi katika Biblia Yesu anazungumza juu ya uponyaji. Na wengi waliomwendea Yesu Kristo waliponywa. Haijalishi walikuwa na magonjwa ya jinsi gani, haijalishi walikuwa na mateso ya jinsi gani katika hali zao, lakini walipomwendea Yesu walirudi wakiwa wazima. Nazungumza na wewe ndugu yangu, mtazamaji wangu na msikilizaji wangu, haijalishi hata kama uko kitandani hapo, au umelala hospitali, au ni mgonjwa unatembea na ugonjwa wako kwa miaka mingi, Yesu Kristo alishuka pia kuchukua magonjwa ya mwanadamu. Na kitu kingine ambacho Yesu Kristo alikuja kukifanya, Yesu Kristo alikuja kushughulikia umaskini. Umaskini ni roho kamili ambayo ikimvaa mtu inamfanya anakuwa maskini. Anaweza kujitahidi kupambana na maisha yake, lakini Mungu alisema pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya kitu chochote. Kama Mungu hataingilia kati maisha yako, ni shetani rahisi sana kuharibu uchumi wako, kuharibu maendeleo yako, kuharibu future yako. Lakini yuko Yesu Kristo aliyekuja kushughulikia umaskini. Maandiko yanasema alifanyika maskini ili sisi tupate kuwa matajiri kwa umaskini wake. Kwa hiyo unapomwendea Yesu Kristo, bado pia anashughulika katika eneo hilo. Jua kwamba Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi na Mfalme. Ndio maana tunampenda. Tumeona Yesu akitutoa katika maeneo mbalimbali ya mazito magumu. Lakini asubuhi ya leo nataka kuzungumza na wewe pia katika kwamba Yesu pia anashughulikia ile hali ya laana. Ile hali ya laana ambayo labda uliipata, kama ni laana ya mababa, kama ni laana ya ukoo, kama ni laana iliyotokana na kitendo chochote kilichotokea huko nyuma, ambacho ukoo ukapata laana, au kabila likapata laana, au familia ikapata laana. Mara wasema familia hii imelaaniwa, au ndugu yule anatembea katika laana fulani. Sasa Yesu Kristo, maandiko yanasema alifanyika laana kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye, tupate kuondokana na hiyo laana ambayo unayo.
kama unatembea na unahisi kabisa kwamba maisha yangu naonekana nimelaaniwa, labda nimelaaniwa kutokana na yale ambayo nimeyafanya, au nimelaaniwa kutokana na baba au mama au ukoo, sasa natembea katika laana, nataka niseme na wewe kwamba bado Yesu ni jibu katika kila aina ya laana. Kuna watu wanazungumza juu ya laana ya ardhi, na kwamba tutaka tukikomboe ardhi au tukomboe hali fulani, mahali eneo fulani, kwa sababu lina laana. Lakini nataka niseme kila eneo linalozungumzia laana, Yesu alifanyika laana kwa ajili yako. Ikiwa utakumbali Yesu, hiyo laana inaondoka, haitakuwa na nafasi kwako, kwa sababu Yesu alifanyika laana ili wewe upate kutoka katika laana ulionayo. Usijihisi kwamba utaendelea kwa laana hiyo muda wote. Kama utahitaji kuendelea kwa laana ni wewe mwenyewe. Lakini neno la Mungu limesema wazi kabisa hapa kwamba Kristo alitukomboa katika laana. Naona? Kwa kuwa alifanyika laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa ya kwamba amelaaniwa kila mtu aliyeangikwa juu ya mti. Kwa Yesu Kristo alifanyika laana. Yeye hakuwa laana. Yeye alikuwa ni baraka. Yeye alitoka kwa Mungu. Yeye ni mwana wa Mungu. Yeye ni Mungu kamili. Lakini alikuja duniani, akaishi maisha kama ya wanadamu. Na maandiko yanasema alichukuliwa akapelekwa msalabani, akagongomewa misumari. Na maandiko yanasema wazi wazi kwamba kila mtu aliyepelekwa pale juu ya mti alikuwa anahesabika kuwa amelaaniwa na amekataliwa na jamii, amekataliwa na familia, amekataliwa na taifa. Ndio maana alipelekwa juu ya msalaba pale, akawa amelaaniwa. Sasa Yesu alipelekwa pale, si kwamba yeye alikuwa laana, lakini alifanyika laana kwa ajili yako, ili wewe sasa upate kuondokana hiyo laana ulionayo. Katika Biblia ninasoma habari ya mtu mwingine ambaye alilaaniwa, anaitwa Rubeni. Katika kitabu kile cha Mwanzo, sura ya 49. Kitabu cha Mwanzo sura ya 49. Kitabu cha Mwanzo sura ya 49. Kitabu cha Mwanzo sura ya 49 na mstari wa kwanza. Biblia inasema Yakobo akawaita wanawe, akasema, kusanyikeni ili niwaambie yatakaowapata siku za mwisho. Yatakaowapata siku za mwisho. Kusanyikeni msikie, enyi wana wa Yakobo, msikilize Israeli baba yenu. Mstari wa 3. Rubeni, umzaliwa wangu wa kwanza, nguvu zangu na malimbuko ya uwezo wangu, umewapita wengine kwa ukuu na kwa nguvu. Mstari wa 4. Umeruka mpaka kama maji, basi usiwe na ukuu, kwa sababu ulipanda kitanda cha baba yako, ukakitia unajisi. Alipandia kitanda changu. Naona Ruben alipokea laana kwa baba yake, na laana ilitokana na Ruben kuingia katika nyumba ya mama yake, yani mke wa baba yake. Mke wa baba yake. Yakobo alikuwa na wake 4, na wake hasa wawili alikuwa Lea pamoja na Raheli. Lakini hawa watu walipewa tena masuria, na kwa hiyo akawa jumla na wake 4. Sasa Ruben alizaliwa na mke mkubwa wa Yakobo aliyekuwa anaitwa Lea. Sasa Yakobo akawa na wake wengine, na maandiko yalisema kwamba Ruben sasa alimekuwa mtu mzima, amekuwa kijana mkubwa, akaingia kwenye nyumba ya mke wa baba yake, na akafanya zinaa
na mke wa baba yake, na baba yake akapata taarifa ya kwamba mwanao ameingia katika nyumba ya mke wako. Sasa maandiko yanazungumza hapa wazi kwamba Yakobo akaamua kuweka laana, akamlaani mwanawe, akamwambia, kwa sababu umefanya hivyo, basi sasa wewe umeondolewa ukuu wako, hautakuwa mkuu. Na akaingia kwenye hiyo laana, akapoteza ile nafasi yake ya uzaliwa wa kwanza, na akapoteza ile heshima. Na ni kweli kwamba maandiko yanasema wazi kabisa kwamba mtu yoyote ambaye atafanya kitendo cha jinsi hiyo amepata laana, amelaaniwa. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati ile sura ya 27, Kumbukumbu la Torati sura ya 27, Kumbukumbu la Torati sura ya 27, Kumbukumbu la Torati sura ya 27 mstari wa 20. Biblia inasema, na alaaniwe alalaye na mke wa baba yake, kwa kuwa amefunua mavazi ya babaye, na watu wote waseme amina. Kwa hiyo unaona, hiyo ni laana, na Ruben alipata laana hiyo. Na kwa hiyo familia yake, kuanzia yeye mwenyewe na familia yake, ilikuwa inatembea katika laana ambayo Ruben ameifanya, na amefanya kitendo cha kweli kwamba kitendo kile kilipaswa aingie katika hiyo laana. Kwa hiyo ile familia yote Ruben ikawa katika laana. Lakini nachotaka kuzungumza hapa kwako ni nini? Kwamba Ruben na familia yake yote ilikuwa katika laana, lakini lazima ile laana, ili kwamba hiyo laana iondoke, lazima aje mwenye nguvu zaidi kuja kuiondoa hiyo laana. Lazima aje mwenye nguvu zaidi, aje kuivunja hiyo laana, na vinginevyo bado ile laana ingeendelea kuishi na ingeendelea kuipata ile familia. Sasa maandiko yanasema wazi kwamba baada ya Yakobo na kile kizazi chote kupotea, kufa, ndipo sasa katokea mtu anaitwa Musa anakuja kutangua laana, ambayo Yakobo alikuwa nayo, Ruben alikuwa nayo. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 33 na mstari wa kwanza. Kumbukumbu la Torati sura ya 33 mstari wa kwanza. Biblia inasema, hii ndiyo baraka ya Musa, huyo mtu wa Mungu aliyowabarikia wana wa Israeli kabla ya kufa kwake. Mstari wa 6 sasa tunaweza kuelekea katika mstari wa 6. Unaona maandiko yanasema hivi. Anasema hivi, hiyo baraka anasema, Ruben na aishi asife. Ruben na aishi asife. Kwa hiyo Musa anakuja kutangua ile laana iliyokuwepo, ambayo ya Ruben alikuwa ameipokea kutoka kwa baba yake kwa sababu ya kitendo alichokifanya. Sasa ametokea mtu mwenye nguvu zaidi ya Yakobo, ambaye Yakobo alikuwa amemlaani Ruben, lakini amekuja tokea mwenye nguvu zaidi, anaitwa Musa, anatangua ile laana ambayo Ruben alikuwa amepewa. Na unaposoma maandiko hapa unashangaa kwamba kwa sababu nguvu ya maneno ya Musa ilikuwa kubwa zaidi, na akatangua ile laana na akambariki Ruben. Maandiko yanazungumza wazi kabisa kwamba kule mbele tunaona Ruben amebarikiwa tena. Na ukisoma kitabu kile cha Hesabu na kitabu kile cha Joshua, utashangaa kwamba Ruben ni mtu ambaye anapokea baraka za mwanzoni kabisa, wakati walipokwenda kupewa urithi katika ile nchi ya Israeli. Tunaona Ruben ni mtu ambaye amebarikiwa sasa. Kitabu cha Hesabu sura ya 32, kitabu cha Hesabu sura ya 32, kitabu cha Hesabu sura ya 32, kitabu cha Hesabu sura ya 32,
kitabu cha Hesabu sura 32 mstari wa kwanza asema, basi wana wa Rubeni na hao wana wa Gadi walikuwa na wanyama wa mifugo wengi sana. Nao walipoiona nchi ya Ezeli na nchi ya Gilead, na yakuwa mahali hapa palikuwa ni mahali pa kuwafaa wanyama, Mstari wa 6 wanasema, Musa akawaambia wana wa Gadi na wana wa Rubeni, je, ndugu zenu waende vitani nanyi mkae hapa? Ukisoma pale mbele utaona kwamba sasa Musa anawapa nchi hizi mapema kabisa, hata kabla hawajaingia hawajavuka mto, lakini wakaanza kupewa urithi. Na unaposoma mstari ule wa kwanza unaona Rubeni pamoja na wana wa Gadi na nusu ya kabila ya Manase wamebarikiwa kwa mifugo. Maandiko yanasema walikuwa na mifugo wengi sana. Sasa Biblia inaonyesha wazi, lakini hii inatokana na jinsi ambavyo mtumishi wa Mungu Musa anatamka baraka kwa watu hawa na kuvunja ile nguvu ya laana iliyokuwepo wakati Rubeni amelaaniwa na baba yake, lakini Musa anavunja ile laana. Sasa maandiko yanaonyesha wazi kabisa kwamba Yesu anasema yeye ni mkuu hata kuliko Musa, yeye ni mkuu kuliko Yakobo, yeye ni mkuu kuliko yoyote yule, ana uwezo wa kutangua chochote. Sasa maandiko yanasema kwamba Yesu alifanyika laana ili wewe upate kutoka katika hiyo laana. Kwa hiyo hata kama yoyote ambaye amekulaani katika maisha yako na umetembea katika hiyo laana, nataka nizungumze na wewe siku ya leo ya kwamba yuko Yesu Kristo ambaye anaweza kuondoa laana katika maisha yako. Anaweza kuondoa ile nguvu ya laana iliyokuwa inakusumbua. Labda laana katika kazi, unapati kazi, labda upati watoto, labda maisha yako hayaendi vizuri, labda unafanya biashara haifanyiki, labda unaingia mahali unaona mambo hayaendi vizuri. Lakini nataka kutamka kwako kwamba iko baraka katika Kristo Yesu ambayo inavunja nguvu ya laana ambayo inakusumbua. Na utaona Mungu atakapoingilia kati maisha yako, utaona baraka za Mungu zitakaza kuja. Katika kitabu kile cha Wagalatia, pale maneno niliyosoma narudia kuyasoma tena. Katika kitabu kile anasema Kristo alitukomboa katika laana ya torati, kwa kuwa alifanyika laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu aliyeangikwa juu ya mti. Maandiko yanasema mstari wa 14, ili kwamba baraka ya Ibrahimu iwafikie mataifa katika Kristo Yesu. Kwa hiyo Yesu atakuja kukupa baraka. Ile laana itaondoka na baraka zitakuja kwako. Utaanza kuona Mungu akikufungulia milango ya baraka. Utaanza kuona biashara yako inaanza kwenda. Ni kama vile Yusufu, maandiko yanasema, kwa sababu Yusufu alikuwa anatembea katika ile baraka ya Ibrahimu. Hata alipoingia katika nchi ya Misri, hata alipoingia katika nyumba ya Potifa, ile nyumba ya Potifa ilibarikiwa. Hata alipopelekwa gerezani, gereza lilibarikiwa. Hata alipopelekwa katika nchi ya Misri, nchi ya Misri ilibarikiwa, kwa sababu alikuwa anatembea na ile baraka. Kwa hiyo Yesu ndiye baraka kwa ajili yako. Ikiwa utakubali kumpa Yesu maisha yako, nguvu ya laana itavunjwa, nguvu ya mikosi itavunjwa. Hata kama unasema una mikosi, hiyo mikosi itaondoka. Utashangaa, utaanza kuona ukibarikiwa. Usitafute mganga, kwa sababu mganga hata kusaidia chochote. Mganga hana nguvu ya kuondoa laana kwako. Mganga hana nguvu ya kuondoa mikosi kwako. Lakini Yesu ndiye ana uwezo, ana nguvu ya kuvunja kila laana, kila neno baya lililozungumzwa juu ya maisha yako. Hata kama kuna watu walitamka maneno mabaya, hata kama kuna watu walitamka maneno ya laana, hata kama kuna watu walitamka maneno ya kwamba hautafanikiwa, hivyo vyote vinafutwa na damu ya Yesu Kristo. Ile nguvu ya Yesu Kristo iliyomfanya aende pale msalabani ina uwezo wa kuvunja kila nguvu ambayo inakusumbua. Kwa hiyo asubuhi ya leo nazungumza na wewe kwa muda mfupi ambao nimezungumza na wewe. Unapokuwa unataka kwenda kazini, kuna uwezo wa kubadilisha hali yako. Yesu ana uwezo wa kufanya hayo, na tumeona Yesu akifanya hivyo.
Na ukiwa tayari siku ya asubuhi ya leo, Yesu atakutendea maajabu. Hata kama ulifungwa tumbo lako usizae, ukalaaniwa kwamba hautazaa, natamka kwako kwamba iko nguvu ya kukubariki, na unaweza kupata mtoto, na utaweza kuona baraka za mtoto katika maisha yako. Yuko ndugu hapa ambaye ametoa ushuhuda, na utausikia ushuhuda usiku wa leo. Ukirudi katika kipindi cha pili, utausikia ushuhuda wa mtu ambaye alikuwa na miaka mingi hajapata mtoto, na alikuwa amepitia katika laana, lakini tulipotamka baraka za Kristo Yesu, alipokea baraka ya mtoto. Kila laana iliyotamkwa kwako inakwenda kuvunjwa katika damu ya Yesu Kristo asubuhi ya leo. Kwa hiyo Mungu akubariki sana wewe msikilizaji wangu na mtazamaji wangu wa Sibuka TV. Nakupa hakika kwamba kama utampa Yesu maisha yako, na kama utakabidhi maisha yako Yesu Kristo asubuhi ya leo, Yesu atakwenda kuvunja hiyo nguvu ya laana. Hata kama ilitokana na mababa, ilitokana na wachawi, ilitokana na waganga, ilitokana na yoyote yule ambaye alisimama kinyume na wewe, iko nguvu itakayo kwenda kuvunja hiyo hali, na wewe utapokea baraka za Mungu katika damu na katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Na kama uko tayari sasa, nahitaji ufunike macho yako sasa. Ufunike macho, ni kuombee baraka za Bwana. Umpokee Yesu awe Bwana Mwokozi wa maisha yako, ili kwamba Bwana Yesu Kristo aingilie kati maisha yako na ufanyike upya, na kuanzia leo utaanza kutembea katika baraka za Bwana. Funika macho yako sasa, niombe kwa ajili yako. Funika macho. Ukiwa umefunika macho yako, sema maneno haya. Sema: Bwana Yesu, naja kwako jinsi nilivyo. Unajua maisha yangu, unajua hali yangu. Mimi ni mwenye dhambi, na katika kutembea katika dhambi hizi, nimeona nguvu ya laana ikinisumbua. Nimeona kama ni mtu mwenye mikosi. Nimeona kama ni mtu ambaye ninaishi maisha yasiyofanikiwa. Kila ninapokwenda naona kama ni mtu ambaye nimekataliwa. Lakini asubuhi ya leo ninaungama dhambi zangu zote. Ninatubu makosa yangu yote. Naomba Yesu unisamehe. Naomba Yesu unitakase. Naomba Yesu unisafishe. Unifanye kuwa kiumbe kipya. Ninamkataa shetani na kazi zake zote na mambo yake yote. Ninakupokea Yesu uwe Bwana na Mwokozi na mfalme wa maisha yangu. Kuanzia leo ninaamini kwamba kila laana iliyotamkwa juu yangu na iliyokuwa ikiniandama haina nafasi tena, kwa kuwa Yesu Kristo umekubali kuichukua laana yangu juu ya mti, juu ya msalaba. Asubuhi ya leo naomba ulifute jina langu kwenye kitabu cha hukumu, na uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele. Asante Yesu kunikubali na kunipokea. Asante Yesu kunikubali na kunipokea. Nami naamini kwamba kuanzia sasa nimepona na nimeokoka katika damu ya Yesu. Amen. Ukiwa umefunika macho na kuombea sasa, na hata kama wewe ni mgonjwa, nataka uweke mkono wako pale na panapouma, na kwa jina la Yesu Kristo utakuwa mzima. Na kama una tatizo lingine lolote lile, weka mkono wako kwenye kifua chako sasa, nami nitakwenda kuomba kwa ajili yako. Baba yangu wa mbingu na dunia, mleta ndugu huyu mikononi mwako. Inavunja kila nguvu za udhaifu, inavunja kila nguvu za magonjwa, inavunja kila nguvu za laana kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu Kristo. Ugonjwa uliotokana na laana ya ukoo au ya kunung'uniziwa maneno au ya kutamkiwa, na iamuru katika jina la Yesu, toka shetani, toka, mwachie mtu huyu. Toka ibilisi shetani, mwachie mtu huyu katika jina la Yesu. Nguvu ya uzima ipite juu yako, ipite katika mwili, ipite katika nafsi, ipite katika roho yako.
Neema ya Kristo Yesu iwe pamoja na wewe. Bwana akutunze na kukulinda, na uwe salama na kila ugonjwa uliokuwa umekusumbua. Sasa ni mwisho wa ugonjwa huo, kwa jina takatifu lenye nguvu la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Sasa ndugu yangu, msikilizaji wangu na mtazamaji wangu wa Sibuka TV, Mungu akubariki sana. Nikutakie mchana mwema, na ikiwa unahitaji kupata ushauri, maelekezo, basi namba hizo zinazopita chini hapo unaweza ukapiga simu, nami nitazungumza nawe na kukusaidia. Na zaidi ya yote, hapo unapoishi, ikiwa pala kanisa lolote la watu wa Mungu waliookoka, na basi utembee uende kwenye kanisa hilo, utasaidiwa, utatiwa moyo na utaendelea vizuri, na utashangaa ya kwamba Mungu ataendelea kukutia nguvu. Mungu akubariki sana, na tuonane tena siku nyingine. Bye bye. EAGT